Oh yes, Asili Yetu Rada Tour 2026. Tunakufikia popote ulipo. Asili Yetu TV kupitia Rada Tour inalenga kutambua, kukuza na kuibua vipaji kutoka kila mkoa wa Tanzania. Tunawakaribisha wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wanamitindo na wenye vipaji vya kipekee. Hii ni nafasi ya kipekee kuonekana, kusikika na kusonga mbele. Ziara itapita kila mkoa na ratiba rasmi tunatangaza hivi karibuni, na vipaji vyote vitatangazwa kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 0742 37 48 09. Kwenye mitandao yetu tunapatikana kama Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada Tour 2026. Vipaji vya mikoa, Asili Yetu TV. Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, tutatuamini kwamba wewe uko poa kabisa. Mimi naitwa Anko G na leo bwana tunatimua kivumbi mkoani Mbeya kupitia tour yetu Asili Yetu Rada Tour 2026. Mimi naitwa Anko G na hii ni Asili Yetu TV. Shukrani sana kwa timu nzima ambayo imesababisha sisi kufika hapa au ambao tumefanikiwa kufika Mbeya, ambapo tumekuja kutafuta baadhi ya ladha tofauti. Tumezoea kutoka Njombe, lakini leo tuko Mbeya. Na Mbeya tuko takribani siku 3 tuko mkoani hapa kwa ajili ya kukukusanyia wewe mdau taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa tumeziandaa kupitia Asili Yetu Rada Tour 2026. Bwana, tusipoteze muda sana, ni kupe nafasi mtazamaji na imani. Takribani kama miezi kadhaa, sio miezi, ni kama wiki mbili hivi au wiki moja hivi imeisha. Tuliona kijana ambaye yeye alitrend kwenye mitandao ya kijamii kutokea Mbeya, ambaye alivunja rekodi kutembea na pikipiki yake kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam ndani ya masaa 10 tu. Mwamba kawa ameshaingia Dar na ushindi wake ulionekana wazi kabisa. Sasa tunakuunganisha naye ili uweze kufahamu nini safari yake ilikuwaje, mambo kama hayo, na tumaini utaenjoy sana. Karibu sana. Asante. Bwana, watazamaji wa Asili Yetu TV wanatamani kufahamu unaitwa nani? Naitwa Brown Anton Mwamboja almaarufu kwa jina la BMW. BMW, kwa nini? Hilo jina la BMW linaendana na alfabeti zile zangu za mwanzo, pia hiyo logo pia. Okay. Na ikubali, yani ndo logo yangu toka naanza kazi ya okay. Yeah. Bwana, wewe ni mkazi hasa wa wapi kwa hapa Mbeya? Mimi ni mkazi wa hapa Mbalizi. Toka naanza kazi ya bodaboda nipo hapa Mbalizi. Okay. Mbalizi Mbeya. Okay. Yeah. Bwana, nataka tuanze moja kwa moja. Ulitrend sana kwenye mitandao ya kijamii, mwamba ambaye ulivunja rekodi kutembea na boda mpaka Dar. Ilikuwa ni aina gani ya pikipiki? Ni Boxer HD 150. Okay. Yeah. Na ilikuwaje safari hii mpaka mnaingia kwenye kipengele cha kuamua kutimua safari mpaka Dar es Salaam? Kuna mtu alikushawishi au namna gani? Hapo mpaka naenda Dar ilikuwa ni mabishano. Kwa sababu mpaka mimi naenda Dar es Salaam mpaka tunaweka betting, tuna bet. Hiyo siku ilikuwa imetokea, ilikuwa kabla ya mchezo, sasa nyuma mpaka nikaweka dau la kwenda Dar. Ilikuwa ni tarehe 8. Simu ilikuwa imeita asubuhi. Okay. Kwamba njoo tuondoke. Itabidi tuingie Dar. Hiyo ilikuwa ni mida saa 9 hivi, simu imeita. Kufikia saa 10. Muda ukao ushafika kwa ajili ya kuondoka sasa. Kwa tumetoka Mbeya. Ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Saa 10 usiku. Kwa tunatoka hapa tunaingia Dar. Mwenyewe nilikuwa sijaifika na sijui Dar ipo vipi. Kwa tumetoka hivi zetu tunatoka Mbeya. Hiyo saa 10 tukaanza kukata. Yaani huko mbele sijui njia, sijui iko vipi, ila najuaga ni kilomita 800 900. Ya hizo kilomita ambazo zinatembeleka. Mwamba ukasema mbele kwa mbele. Mbele kwa mbele tuondoke. Ndani ya masaa 24. Akasema tu, yani ndani ya siku moja sisi tunatoboa. Kweli bwana, tumetoka saa 10 alfajiri kufikia mida ya saa 4 usiku tushaingia Dar. Okay. Yaani saa 4 tushatimba Dar. Calculate hivi kwa tumetumia kama dakika masaa 12. Na njiani vituo nini hivyo tule. Kwa tumetumia kama masaa 12 hivi na kidogo. Sasa
baadhi ya watu nilikuwa nimeshawaga kwamba mimi hapa ndo naondoka. Kwa hiyo walikuwa waamini kwamba ulikuwa Dar es Salaam, upo Dar sehemu gani? Amini niko zangu Mbezi. Wewe uko hamna da labda. Siku nimeenda tarehe 8 nimeshinda tarehe 9, tarehe 10, tarehe 11 nikaanza safari. Saa 3 asubuhi. Hapo naambia wanangu mimi ndo nakuja Mbeya, hivyo bado niko na chuma. Wakasema ngoja tuangalie tukalculate muda tutakaotumia labda tutaamini, maana nao walikuwa waamini. Nimetoka hapo, nilikuwa niko mwenyewe, sasa ndo narudi Mbeya. Saa 3 asubuhi ndo natoka safari inaanza kuja Mbeya. Nikamwaga moto kufikia mida ya saa 2 nilikuwa nishafika Mbalizi, Mbeya Mbalizi. Nisimama ni kituo kimoja tu kwa ajili ya kula na kuondoka. Kwa kufikia saa 2 niko Mbalizi, nikakalculate muda ilikuja masaa 11. Okay. Sasa kwenye ule ubishi kwamba wewe ulikuwa Dar kwa huo muda, iwezekani kwa pikipiki yetu kwamba wewe saa 3 upo Dar afu saa 2 usiku uko hapo, swala ni dogo. Sasa ubishi ukawa mwingi, ukawa umeanza kuzua samtaa kwamba BM upo Dar, BM upo Dar. Sasa katika ubishi ile kila mtu aamini, yani waliokuwa wanaamini ni wachache sana. Yani tuseme 90% hawaamini, 10% wanaamini. Sasa ndio kile imetokea kwenye moja kati ya wabishi, ndio kama imetokea kwamba okay, tuondoke, tusuke mkeka basi. Basi tuweke bondi nini, tuondoke hata leo au kesho mapema. Hayo makubaliano yalianza tarehe 14. Tarehe 14 ilikuwa ni siku ya Jumatano, ndio tumeanza makubaliano yetu. Tukasema basi kila mtu tuweke pikipiki kwa pikipiki. Pikipiki yangu mimi na pikipiki yako, atakayeshinda pikipiki zote zake. Kwa hiyo tukatoka pale tukaenda moja kwa moja kwa mwanasheria kuandikishana. Sasa kuandikishana mkataba tumeandika, tumemaliza, tumetia saini zetu pale, mpaka mashahidi wa huku wa kule Dar alikuwa amepigiwa simu tayari kwa lengo la kupokea kesho saa tarehe 15, ambayo tumewekeana ni masaa 13. Yaani kutoka saa 11 asubuhi, mwisho wa kufika Dar es Salaam ilikuwa ni mida ya saa 12:59, ni saa 1 kasoro 1. Kwa hiyo tumetoka hapa saa 11 tukaanza sasa kuikatiza. Kufikia saa 1 tupo Makambako. Tukaongeza mwendo, tukachapa tena fimbo. Kufikia saa 4 hivi tunaingia Mikumi. Tukavuka Mikumi. Kufikia mida ya saa 6 hivi tushaingia Morogoro. Muda wote walikuwa napiga simu wanaulizia nipo wapi. Kuku wa wale ambao walikuwa wananiamini na hapa matumaini, kwa wale wenyewe walikuwa waamini wanambona kama huyu anaweza. Kama saa 6 niko Morogoro. Kufikia saa 7:30 hivi naitafuta Chalinze. Nikaona hii safari ni nyepesi kabisa. Kwa hiyo kuna muda kule mbele nikaenda kwa kurelax na muda mwendo mkali. Kwa mpaka naingia Dar mida saa 9 alasiri nishaingia Dar es Salaam. Hata aliyekuwa anatusubiri kule naye akasema ngoja ndo niko Buguruni, ngoja nishuke mpaka Magufuli terminal nije hapa. Tukaanza kumsubiri naye. Kwa kipindi hicho tunapiga video call, tunatumia video tulizokuwa tumerekodi njiani, tumerekodi sijui kuanzia Kitonga, video za Mikumi zote kwa tunawatumia, na video call tukawatumia tuko Magufuli terminal mpaka Mwamba anakuja kuhakikisha pale, ambaye alikuwa ndo msimamizi wa kule sasa kutupokea. Ikawa imeishia hivyo. Bwana hongera sana. Mikumi tulivukaje? Mikumi pale. Mikumi pale nilivuka, maana wanyama sio kwamba utakuta amekaa barabarani. Mnyama unamuona kwa mbali yule. Na mpaka amepita babani huwezi kukuta mnyama mkali amekaa barabarani, hapana. Yaani hata kama ukimuona utamuona ni kwa mbali sana. Na njiani humo tulikuwa tunatembea speed ngapi? Humo njiani. Hapo kiwango cha speed ndogo ni 80. Ndio speed ndogo hizo. Sehemu zingine huko unaenda mpaka 120 mara nyingi. Wengi wanaamini ukiwa safarini na chombo cha moto, na baadhi ya watu wengine wamekuwa wakipakia, labda akikosa abiria anapakia labda mchanga au jiwe ili ile chombo chake kiwe kina uzito fulani. Kwako ulifanyaje? Hapo yani kuanzia tunaondoka. Shahidi yake yeye mpinzani wangu alikuwa amekaa nyuma ya pikipiki mpaka tunaingia Dar es Salaam. Alijitosa huyo. Alikuwa amekaa nyuma ya pikipiki mpaka tunaingia Dar. Na tunaporudi pia alikuwa amepanda mpaka tunaingia Mbeya, alikuwa amekaa nyuma ya pikipiki. Na usalama, vitu gani ambavyo tulizingatia kabla ya kuanza safari? Koti na helmet tu basi. Na usalama barabarani, labda
hamkupata changamoto kuwazingua kwamba nyinyi bwana, imekuwaje, mnaenda wapi? Kwa changamoto, safari zangu zote za kwenda kuanzia ya kwanza ninavyoenda mpaka ninavyorudi, sikupatwa na changamoto yoyote. Okay. Yaani mpaka nafika trafiki sikukutana nao. Kitonga pale sikukutana na foleni kali, kawaida tu. Na Mikumi pia sikukutana na vikwazo vingi. Kwa yaani niseme kifupi, changamoto ni ndogo mno, ambazo ni zile unakutana na foleni ndogo ndogo hizo. Je, tungefika Mikumi labda kuna gari limeziba njia, tungetumia mbinu gani? Tungepita kwa njia yoyote. Yaani tungepita. Najua tuwezi tukakosa uchochoro wa bodaboda, sisi hatunaga foleni. Okay. Yaani tutapita tu. Okay. Mambo ulitisha sana. Na baada ya kutoka sasa Dar es Salaam kurudi mkoani Mbeya, mapokezi yake yalianzia wapi? Mapokezi yalianzia 88. Itabidi wanipokee Uyole. Maana nikani bodaboda. Bodaboda walikuwa wamenifuata toka Mbalizi. Hapo nikani wastani bodaboda ngapi? Sikumbuki, zilikuwa ni nyingi umati. Kwa huko rudi kulikuwa kumechafukwa kweli, zilikuwa ni nyingi, siwezi kadiria, ila ni nyingi. Okay. Kwa msafara ulikuwa umeshona tu hiyo barabara mpaka kutoka 88 mpaka Uyole. Zilikuwa ni nyingi. Ilikuwa ni shangwe kwa kweli, ilikuwa ni sherehe. Na baada ya kufika sasa kwenye kijiwe ambacho wewe ndo huwa unashinda, hali ilikuwaje? Yaani kijiweni, yaani kuanzia wana kijiwe ndo walionifuata kutoka 88 mpaka kwa mwanasheria moja kwa moja. Yaani kituo ilikuwa ni kwa mwanasheria. Kukabidhiwa chombo. Ushindi kukabidhiwa pale. Okay. Yaani shamla zilianzia kijiweni. Yaani hata toa na wanje, yaani zilikuwa vibe kwa wote. Kwa hiyo mapokezi yalikuwa ni mazuri, ya shangwe na ya kishindo pia. Okay. Kwa hiyo tulishinda boda mpaka sasa hivi tunayo. Tunayo. Una boda ngapi mpaka sasa hivi? 2. Ya kwanza ni boda ya kwako kabisa, sio mkataba kabisa. Okay. Ya pili ndo tulioshinda. Okay. Na mshindani wako sasa baada ya kushindwa, hali ikoje kwake? Hakuwa na neno. Alikaa kimya, hakuwa na neno kabisa. Alikuwa yupo kimya. Hivyo, yaani niseme kifupi, alikuwa yani kama amedua fulani, pigwa na mshangao mmoja, kitu kizito hicho. Hata mwenyewe nadhani ningeshindwa, ningepigwa na kitu kizito yani hivyo. Okay. Tumeona sasa umetrend vizuri, umefanikiwa, una utaalamu saizi na barabara hiyo. Je, sasa hivi tutarajie nini? Mchezo huu unaendelea, kuna watu wanatamani kuendelea au wakitokea si mchezo tunacheza? Tunacheza. Tunacheza. Okay. Na unaona kuna dalili za watu labda wanataka kutokea Brown, sisi tunataka turudie mchezo? Ashum ndo wewe hapo, uogopi? Wewe naogopa. Wana kila mtu anayejitokeza sijamuona. Kama yupo kutokea anakuja, mimi nipo tayari, tunaondoka. Kitaka tuondoke, labda tushindane kufika kwa masaa Dar es Salaam, mimi nipo tayari. Okay. Kutokea tokee. Una wito gani sasa kwa mashabiki zako na wale watu ambao wao wameonyesha support wakati wa harakati ambazo unaifanya? Hapo muendelee tu kuni support. Na hivyo tu serikali kama inaweza kuona kwa jicho la tatu. Wakuzingatie, serikali mzingatie. Tuna labda mwanasheria yako kuna ujumbe gani ambao alikuachia? Mwanasheria ndo kama kuna video uliziona zile, ushindi yote ule, yaani ni watu ambao walikuwa wananisupport, wakaona kabisa huyu yuko anatoboa hapa, maana toka nipo mote huko, niko Mikumi na hapa information, niko Morogoro na information. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa wananisupport mpaka nafika. Okay. Ni watu ambao kuonyesha janja zozote zile, maana tunaenda kisheria zaidi. Okay. Kuna mtu sasa hivi anaweza kawa anajiuliza kwamba safari ya kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam uliweka mafuta ya shilingi ngapi, oil ulimwaga mara ngapi njiani? Hicho kitu nimeulizwa na watu wengi. Yaani mafuta kutoka Mbeya mpaka Dar. Ina maana tanki ikiwa plain haina chochote mpaka Dar, mafuta anaenda yanakauka ni laki. Yaani ni full tanki 2.5. Okay. Kwa hiyo kwenda nitumia mafuta ya laki, kurudi mafuta ya laki. 200. Na oil inayotoka Mbeya inatoboa mpaka Dar. Okay. Kwa kule ilipofika ya kurudia tena unamwaga kopo lingine linatoboa mpaka Mbeya. Tairi ziko vile vile. Yaani tairi haina kipengele chochote, na iko safi, maana pikipiki hata ina muda mrefu na mwezi mmoja. Okay. Bwana, mimi sina la ziada.
tumeweza kufahamu vizuri safari yako ilikuwaje. Kuna wale watu wa kujifunza watakuwa wameshajifunza. Mwamba, kwanza ulibeba ujasiri mkubwa sana kuhakikisha kwamba unasafiri na boda mpaka Dar es Salaam ndani ya muda ambao umekubaliana na mwanasheria. Hii ndio kitu pekee ambacho ulitisha zaidi. Ujumbe wako kwa vijana? Ujumbe nao hapa, tujaribu au tuache kabisa huo mchezo? Yaani kama unaweza ucheze, alafu kingine itakiwi uwe na roho ya uoga. Jikubali kwanza mwenyewe kwamba unaweza. Usiogope, amini unaweza. Yaani hata kama hujawahi fanya, naamini unaweza. Maana mwenyewe hata naenda mara kwanza sijawahi fika, ila niliamini. Yaani niliamini kuwa naweza na kweli nikaweza. Kwa cha kwanza usitie hofu. Cha pili amini kuwa unaweza. Okay. Hakuna kinachoshindikana kwenye maamuzi yako ya jambo fulani unaloamua kusema sasa hili nataka nilivalie njuga. Hakuna kinachoshindikana. Bwana Brown, mimi nakushukuru sana. Tumeenjoy kupiga story na wewe. Karibu sana Njombe. Asante. Njombe bwana, kuna fursa nyingi zinapatikana. Uwekezaji upande wa parachichi, mbao, kupanda miti ya aina mbalimbali, ndio fursa ambazo zipo kule. Tushawahi kufikiria kufika Njombe? Kufika Njombe? Nilipita tu. Ulipita tu. Moja ya kitu ambacho kinakuvutia unaposikia habari za Njombe, kinakuvutia nini? Njombe. Kwa saizi sijatathmini, maana mimi akili yangu wote saizi ipo rodi. Iko rodi. Yaani huko akijichanganya tu wameisha. Akili yangu ipo rodi. Vingi unafikiria, sasa kuna vitu unafikiria unakuta huna uwezo navyo au una bado mtaji hicho kitu. Okay. Kwa kuna vitu unakuta kabla hujavifikiria unakuta mpaka uwe na mtaji. Kuna kitu unaona kabisa mtaji wake ni mrefu. Mpaka upate mtaji. Okay. Hapo ndo utakuwa na cha kufanya. Sasa hiyo unasema mawazo hivyo tu, mtaji kwanza, si unaelewa? Shukrani sana Bwana Brown, karibu tena kwa wakati mwingine. Hii ni Asili Yetu TV. Tukutakie kila laheri na maandalizi mema ya michezo mingine ambayo kama Mungu atajalia utapata mchezo, basi usisite kutujulisha kwamba jamani naanza shughuli sasa. Kwa heshima. Shukrani sana mtazamaji wa Asili Yetu TV ambaye umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Shukrani sana kwa timu nzima ya Asili Yetu TV ambayo wamesafiri kutoka Njombe mpaka Mbeya, na sasa hivi tuko Mbarizi, maeneo fulani hivi Tugimbe, ambapo tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakuletea taarifa mbalimbali ambazo tunazikusanya huku, na hii ni Asili Yetu Rada Tour 2026. Mimi naitwa Ngoji, kila la heri.